El Shaddai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Sifiwe. Ninapenda kuwakaribisha katika Jumapili nyingine ikiwa tarehe 14 mwezi huu wa 6, na wakaribisha katika ibada ya siku ya leo. Tumekuwa na muda wa karibu sasa miezi 3 ambapo hatukutani moja kwa moja kanisani, lakini namshukuru Bwana kwa sababu tumekuwa tukileta neno kupitia kwa mtandao. Nawashukuru wote kwa sababu ya kuweza kutusupport kwa njia hiyo. Nafurahi kwa sababu nimekuwa nikipokea ujumbe kwamba tunasikia ujumbe, tumebarikiwa, na jambo hilo linafanya tuweze kuendelea. Pia nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote ambaye wamesaidia jambo hili kuwezekana, wakiongozwa na Elder John Kamau pamoja na dada Rachel na wapendwa wengine ambao wamesababisha jambo hili liweze kutufikia kwa njia ya mtandao. Nawashukuru wote ninapowakaribisha katika ibada ya siku ya leo, na kuomba ya kwamba tuendelee kuwa watulivu na kusikiliza maagizo ambayo tunaweza kuelekezwa na serikali, na tutakapopata jambo lolote ama ujumbe wowote ambao inapasa tuarifu kuhusu kurudi kanisani kuabudu, basi wakati huo utakapofika tutaweza kuarifu. Hata hivyo, tunaenda kusikia neno la Mungu, na siku ya leo tuna ndugu yetu Evangelist Dominic ndiye atakayetuhudumia, nasi tuweze kusikiliza na kungojea vile Bwana anavyopenda tusikie siku ya leo. Kwa hivyo nitaomba, baadaye nimkaribishe tuweze kuendelea na ujumbe wa siku ya leo. Tuombeni. Mungu Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa sababu ya siku nyingine. Tunasema ya kwamba hii ni siku ambayo Bwana umeifanya. Asante kwa sababu umekuwa mwema na mwaminifu kwa kila hali. Na imefika wakati mwingine ambapo Bwana tunaenda kulisikia neno lako. Tunajua ya kwamba Bwana unaheshimu neno lako, na pia kwa neno lako Bwana tunaweza kuyajua mawazo na pia mambo ambayo unatuwazia kila wakati katika jina la Yesu. Tunamwalika ndugu yetu Bwana wa milele anapoenda kutuhudumia, tuampa nafasi hiyo na kuomba Roho wako Mtakatifu akashuka juu yake, ukatuhudumia kupitia kwa mtumishi wako siku ya leo kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya neno, maana tunajua kwamba tutalipokea kama vile ambavyo umekusudia. Pokea sifa na utukufu kwa jina lako takatifu Bwana tumeomba. Tumkaribishe mtumishi wa Bwana ili aweze kutuhudumia katika jina la Yesu. Karibu. Thank you. Nashukuru sana mchungaji. Mungu akubariki sana. Mtazamaji wangu, nashukuru sana na kukaribisha katika ibada ya siku ya leo. Wewe ni wa baraka kwetu na tunakupenda sana, tunakudhamini katika jina la Yesu. Tumekuwa tukikuombea sana, naamini ya kwamba Mungu ameendelea kukuhifadhi na kukutenda mema. Na katika siku ya leo, katika dakika chache tu, just a few minutes, tusikie Mungu anataka kusema nini nasi katika jina la Yesu. Napenda tu tuingie katika neno la Mungu, na siku ya leo nataka kukunenea kuhusu ujumbe ambao Mungu ameweka ndani yangu kuhusu kikombe. Najua kwamba kuna vikombe aina tofauti. Kuna vikombe za maji, glasi, kuna kikombe cha uji, kuna kikombe cha kahawa, kuna vikombe aina nyingi. Na nikitaja kikombe najua kwamba umefikiria kile kikombe chako ambacho unakijua. Umefikiria kikombe cha hoteli ambapo mahali ulienda. Na ningependa tu tufikirie kuhusu kikombe, maana ujumbe ambao Mungu ametia ndani yangu siku ya leo unahusiana na kikombe. Na wakati ambapo unaenda katika hoteli, unafikiria tu jinsi utakavyopata kikombe kikubwa ama kikombe kinono, maana unataka upate kopo kubwa ama upate uji ambao ni mwingi ama chai nyingi. Na ninaona ya kwamba kuna tofauti ya kikombe cha kahawa, maana kikombe cha kahawa wakati mwingi inakuwa ni kidogo na kikombe cha uji kinakuwa ni kikubwa. Na sijui leo ungetamani Mungu akupe kikombe cha aina gani? Unajua kuna kikombe kingine ambacho cha Mungu, maana Yesu alisema kwamba kile kikombe ambacho nimenywea mimi mtakinywea nini. Na naamini kwamba katika hali ambayo unapitia, there is a cup ama kuna kikombe ambacho Mungu ametia katika maisha yako. Na neno la Mungu nasema hivi katika kitabu cha Mwanzo 42 mstari wake wa kwanza hadi wa 4.
ilifikia wakati ambapo kulikuwa na ukame, kukawa na njaa nyingi sana. Na nikiangalia hali hii ninanilinganisha na vile ambavyo tunapitia hivi sasa katika nchi yetu, maana watu wamesongwa sana, uchumi umezorota, kazi imeenda chini, kuna shida nyingi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo Genesis 42 mstari wa kwanza hadi wa 4. Linasema hivi, twende pamoja. Basi Yakobo akaona ya kwamba kuna nafaka katika Misri. Yakobo akawaambia wanawe, "Kwa nini mnatazamana?" Akasema, "Angalia, nimesikia kuwa kuna nafaka Misri. Shukeni huko mkatununulie chakula tupate kuishi wala tusife." Basi ndugu 10 wa Yusufu wakashuka Misri ili wanunue nafaka. Walakini Benjamini ndugu wa Yusufu, Yakobo hakumpeleka pamoja na ndugu zake, maana alisema mabaya yasimpate. Kumbuka kwamba Yusufu alikuwa ni ndugu kijana ambaye alikuwa amependwa sana na Yakobo, na wakati ilisemekana ya kwamba amepotea, ameuliwa, baba yake Yakobo alijua huyu kijana amekufa, na akaletewa nguo imepakwa damu, akajua kwamba kijana wake amekufa. Sasa kumekuwa na njaa na inafanyika ni lazima vijana waondoke waende wakatafute chakula. Na ikafikia kwamba baba yake Yakobo akasema, "Hapana, huyu kijana mdogo hataondoka, maana ataenda kuangamia kama wengine," maana alimpenda sana. Neno la Mungu linasema ukienda katika Mwanzo hiyo 44, mlango wa 44 mstari wake wa kwanza inasema hivi, wakati walifika Misri wakapata chakula, walikuta Yusufu ambaye ndiye alikuwa msimamizi ama gavana, lakini hawakumfahamu. Maana alikuwa ametangulia mbele, walikuwa wamemuuza mbele, alikuwa ametangulia, lakini hawakumfahamu. Lakini yeye Yusufu alipowaona aliwatambua na akawajua vizuri. Na neno linasema kwamba akaagiza ya kwamba waekewe chakula. Na walipoekewa chakula wakarudishiwa fedha ambazo walikuwa nazo kwenye magunia yao na wakatumwa. Lakini kabla watumwe aliwauliza maswali. Akawauliza, "Ndugu zenu wako wapi? Wengine ndugu yako wako wapi? Baba yako wako wapi?" Akawahoji, akawaambia, "Hapana, nyinyi mmekuja kusaliti." Na akawaambia kwamba mtakaa gerezani. Na hakika akawaweka gerezani, wakakaa siku 3 gerezani. Wakakuwa ni kana kwamba wako quarantine. Wakati mwingine Mungu anatupeleka quarantine, lakini kwa kusudi lake. Tumekuwa na manunguniko na malalamiko, maana tumekaa nyumbani sana, tumekaa bila kazi. But a time comes wakati ambapo Mungu anatuweka katika quarantine yake yeye mwenyewe. Wakawekwa siku 3 gerezani, wakafungiwa. Ya Yusufu alikuwa anajua kile kitu alikuwa anafanya. Na baadaye wakaambiwa kwamba mtarudi, lakini huyu mmoja wenu Simeoni mtamuacha hapa. Na alipoacha wakaambiwa kwamba muenende, na mtakaporudi murudi na yule ndugu yenu mdogo. Yusufu alijua the last born ambaye ni Benjamin alikuwa amependwa sana na baba yake. Na akaambiwa kwamba mkirudi hapa lazima murudi na yeye. Na neno la Mungu linasema kwamba wakapewa chakula na wakarejeshwa. Tukisoma katika mlango wa 44 mstari wake wa kwanza na wa pili, Biblia inasema hivi, akamwamuru yule msimamizi wa nyumba yake akisema, "Jaza magunia ya watu hawa chakula kwa kadiri wawezavyo kuchukua, utie na fedha ya kila mtu kinywani mwa gunia lake." Mstari wa pili inasema hivi, "Na kikombe changu, kikombe kile cha fedha, ukitie kinywani mwa gunia ya yule mdogo, pamoja na fedha na nafaka yake." Akafanya kama vile alivyoambiwa na Yusufu. Hivyo basi Yusufu akaamrisha, akaambiwa wajaziwe chakula kama vile ambavyo wangeweza kubeba. Kama mtu alikuwa na nguvu ya kubeba gunia 2, anabeba gunia 2. Kama mtu alikuwa na nguvu ya kubeba debe moja, anabeba debe moja. Wakaambiwa vile ambavyo wanaweza kubeba, uwaweke hivyo. Kisha fedha zao zile ambazo walikuwa wamekuja nazo, wajazie, waekee hapo, ufunge gunia. Lakini kwa yule mdogo, weka kikombe changu cha fedha, the silver cup, ile ambayo gavana alikuwa anakunywa nayo. Yusufu akamwambia, "Weka hapo kikombe changu." Na wakaruhusiwa kuondoka. Lakini walipoenda kwa umbali, neno la Mungu linasema hivi, akaamrisha askari wake, "Andamana na hawa watu, wafuate, na kisha utafute kikombe changu. Yule ambaye atapatikana kikombe arejeshwe." Na tukisoma katika mstari wake wa 12, tashangaa sana. Askari neno linasema hivi, naye akatafuta, ni mlango huo wa 44 mstari wa 12. Naye akatafuta, akaanza kwa mkubwa na kuisha kwa mdogo.
kikombe kikaonekana katika gunia la Benyamini. Wakararua nguo zao, wakaweka kila mtu mzigo wake juu ya punda wake, wakarudi mjini. Hawakwenda nyumbani tena, walirudi mjini. Maana walirarua mavazi yao, wakasema, "Oi, tuliambia baba huyu kijana anarudi. Sasa ni mambo gani imetupata tena? Yaani hata kikombe kimepatikana kwake. Kwani imekuwa namna gani?" Wakajaribu kujitetea, "Oi, sisi sio wezi, sisi ndio nini?" Lakini kuna kitu huwa inafanyika kwa kusudi la Mungu. Rafiki mpendwa, nimekuja nikwambie leo, kuna wakati Mungu hutia kikombe chake katika magunia yetu ili atimize kusudi lake na sisi. Wakati mwingine kikombe cha Mungu sio kizuri hivyo, sio nyororo. Wakati mwingine kichungu sana. Hawa ndugu zake walikuwa na uchungu sana. Hawakujua Yusufu alifanya hivyo, lakini walikuwa wameahidi baba yao ya kwamba tunakuja na ndugu yetu mdogo, hakika tunarudi na yeye. Lakini walipofika njiani hawangeweza kwenda kwa baba yao, wakararua mavazi yao kwa uchungu sana, wakaanza kulia, ikabidi warudi kule Misri. Wakati mwingine ifikia kwa maisha, unasikia kwamba hauwezi kusonga mbele. Mambo yamekusonga kwa jamii, ndoa yako mambo imekusonga sana, kazi imekusonga sana, umejaribu kukopa huku, unaenda kwa mshwari, unaenda kwa KCB, unaenda gani, unasikia zote zina bounce back. Kwingine mpaka unaenda kwa blacklist, unaambiwa kwamba hauwezi kukopa tena. Mambo hufikia wakati katika maisha unasikia imekuwa ngumu sana, imekuwa chungu sana. Maana wakati mwingine Mungu hutia kikombe chake kwa kusudi lake. Hayasikiza hapa. Wakati walirejea, kulikuwa ni kusudi la Mungu. Maana wakati Mungu anataka kuturejesha kwake, hutia kikombe chake katika maisha yetu. Wakati kama huo, kuna mtu angejua kwamba kuna corona itakuja, haungesema ya kwamba corona hakuna Zimbabwe corona, ukimbilie kule Zimbabwe. Ungesema kwamba Marekani hakuna, ukimbilie kule. Sasa kila mahali kumeharibika, hakuna mahali utakimbilia. Hivyo basi kikombe hiki ni kichungu sana. Huwezi kwenda Mombasa, huwezi kwenda wapi. Kikombe hiki ni kichungu sana. Watoto wako wamefikia mahali fulani, huwezi kuwaona, huwezi kuwasiliana. Kikombe hiki ni kichungu kwa sasa. Lakini nimekuja nikutie nguvu nikwambia kwamba kuna kusudi la Mungu jameni. Kuna kusudi la Mungu. Mungu aliyetuma mtu mbeleni, alituma Yusufu aandae mapito. There is a Joseph ambaye alikuwa ametumwa mbeleni ili aandae mapito. Maana Mungu alijua kwamba kuna ukame utafikia mahali fulani Kanani, na kuna wakati itafika Yakobo aanze kutafuta chakula, Yakobo aanze kutafuta msaada, Yakobo aanze kutafuta madawa. Umetafuta, there is a solution. Maana kuna Mungu alituma Yusufu mahali mbeleni ili aandae mapito. Na neno la Mungu linasema hivi katika mlango wake wa 45, chapter 45 ya hiyo Genesis, mstari wake wa 19. Mwanzo hiyo 45 mstari wake wa 19. Haleluya. Jamani, inapendeza sana. Neno la Mungu linasema hivi: nawe umeamriwa, fanyeni hivi, mjitwalie magari katika nchi ya Misri kwa watoto wenu wadogo na wake zenu, mkamchukue baba yenu mje, wala msivisumbukie vyombo vyenu, maana mema ya nchi yote ya Misri ni yenu. Jamani, sikiza hivi tena. Mstari wa 20. That is chapter 45 verse 20. Wala msivisumbukie vyombo vyenu, maana mema ya nchi yote ya Misri ni yenu. Haleluya. Huyu ni mfalme ndiye anaambia, maana aliambia Yusufu, naye Yusufu akaitwa, akaambiwa, hao ndugu zako ende uambie walete baba yao, mlete familia yenu. Na wakaambiwa hivi, msisumbukie mambo yenu na shughuli na vitu vyombo ambavyo mlikuwa navyo. Whatever you had, isiwape stress. Mungu anafika mahali anamaliza stress zetu. Hallelujah, katika jina la Yesu. Wakaambiwa don't have stress anymore. Ile vitu ilikuwa inawasumbua huko kombe, ile mavitu ya zamani, ile maviti imezeeka, ile nini yote wachana nazo. Ile manguo zimeraruka za zamani, ile kiatu ambayo imetoboka chini, hiyo wachana nayo. Akaambiwa, maana utajiri yote ya Misri ni yenu. Kumbe kikombe kilikuwa kinawekwa kwenye gunia ili turejeshwe. Kikombe kilikuwa kinawekwa ili tupelekwe mahali ambapo kuna chakula tele. Hata kama wangerudi kule Kanaani kwa Yakobo baba yao, bado wangekaa na njaa, wakae na njaa, alafu tena
ibidi warudi kule Misri wakatafute chakula. Lakini Mungu ni mwaminifu sana. Alifanya kikombe kiwekwe kwenye saka ili warejeshwe. Na wakati walirejeshwa, wakaanza kupewa mahali pa kukaa. And the Bible says, Yakobo wakapewa an area ambayo ilikuwa inaitwa Gosheni. Gosheni ikawa ni ya wana wa Israeli, wana wa Yakobo. Wakakaa kule, wakaongezeka, wakazaana, wakatajirika. Haleluya. Jamani, hii ni ajabu. Wakati mwingine mambo ambayo tunapitia, tunafaa kuelewa siku ya leo, tukiwa ni kwamba ni mwezi wa 6, yafaa tuelewe kwa jina la Yesu ya kwamba wakati mwingine Mungu hutia kikombe ingawaje ni kichungu sana. Ndugu zake waliposikia kwamba Benjamin kikombe kimepatikana kwake, waangalie wanararua mavazi yao, wanaomboleza, bado walisema kikombe kimepatikana, sasa tutaenda kuambia baba yetu namna gani? Wakati mwingine you have no words in life. Wakati mwingine you have no answer in life. Wakati mwingine hauna hata msaada. Mtu anakuja kuomba chakula, hauna msaada. Unashindwa ufanye nini? Wakati mwingine Mungu huruhusu kikombe katika gunia lako. Mungu huruhusu kikombe katika ndoa yako. Mungu huruhusu kikombe katika watoto wako. Hiyo kazi yako ambayo uliipenda sana. Sometimes God allows kikombe chake kiingie ndani ili aweze kukurejesha Gosheni. Maana kama wanadamu sisi hupenda sana kurejea kule Kana. Tunaenda tu kurejea kwa baba yetu Yakobo. But God alitaka ili turejeshwe. Tuache kwenda kule kwa baba yetu Yakobo, turejeshwe kule Misri. Maana mfalme mwenyewe ndiye alisema. Akasema ya kwamba msisumbuke na vyombo ambavyo mlikuwa navyo kule. Wachaneni na kila kitu, alafu muje, maana mema yote ya Misri ni yenu. Na kweli kabisa wakawa ni kana kwamba wao ndio walikuwa wanatawala. Kumbe Mungu alitaka Yusufu atangulie. Nashukuru Mungu sana katika jamii yako there is a Joseph ambao Mungu alifanya atangulie. Na anapeana solution ya maisha yako katika jina la Yesu. Labda umesumbuka sana kwa sababu ya watoto wako. Hata shule imefungwa, hata shule hakuna, tujui itafunguliwa siku gani. Lakini kumbe tumaini siku leo kwa jina la Yesu ya kwamba Mungu alifanya kwenda kwa Yusufu mahali, and there is going to be a way katika jina la Yesu. Usisumbuke tena katika jina la Yesu. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Na yote anapangia hesabu zake sawa sawa. Hesabu za Mungu zote zinakuwa ni sawa. Yeye hana kasoro. Maana Yakobo alilia sana wakati alikosa Yusufu. Akaambiwa mtoto amekufa, na akaambiwa akaletewa maguo zimejaa damu, akajua kwamba kweli kabisa mwanangu niliyempenda amepotea na amekufa. Haleluya. Upendo ule akauelekeza kwa mwanawe mwingine ambaye anaitwa Benjamin. Na ndio maana hakutaka aondoke. Hakutaka aende na ndugu zake wakatafute chakula. Lakini ilipo mlazimu, alisema afadhali aende watafute chakula kuliko wafe wote. Sometimes there are decisions in life ambayo inatusukuma sana. Tunashindwa tufanye namna gani? Tunashindwa tuamue namna gani? Lakini Mungu wetu ni mwaminifu sana. Mahali popote ulipo, mahali popote unapata ujumbe huu, hata kama utasambazia mwingine, ningependa sana utambazie mwingine ujumbe huu ya kwamba Mungu wakati mwingine huruhusu kikombe kiingie kwenye magunia yetu ili aturejeshe. Maana kikombe kilichopatikana waliambiwa rudini nyinyi wote. Nyinyi sasa ni mateka, rudini nyinyi wote. Wakati mwingine tunaona kana kwamba we are slaves, lakini Mungu hutuandalia mema. Wakaambiwa kwamba maana mema yote ya Misri ni yenu. Wakati walirejea Misri wakaongezeka, wakala vizuri, hakukuwa na njaa tena, wakaongezeka, wakazaana, wakakuwa tisho kule Misri. I want to thank God today because you are gonna be a threat wherever you are katika jina la Yesu. There is a way God is going to make in your life katika jina la Yesu. Hautajuta kwa sababu ya msimu huu katika jina la Yesu. Mungu ameruhusu tu kiangazi kiwe ili ya kutengenezea mapito katika jina la Yesu. There is a way God is making a way in your life, in your family, in your spiritual affairs, in your finances. Kuna mahali Mungu anatengeneza njia katika jina la Yesu. Labda unashindwa, jamani mchungaji unasema nini? Na vile nimepitia mambo machungu. Labda nyumba yangu inafungwa. Labda watu wamenisonga sana. Kazi ilikwisha. Nilikuwa na deni hata kabla kazi iishe. Nashindwa nitalipa na nini? Nashindwa nitaanza kazi wapi tena? Maana kazi kwetu ilizorota. Nikwambie siku ya leo, Mungu ni mwaminifu sana. Mungu hajazeeka, bado ni yule. There is the same God ambayo tunamtumikia. Miaka iliyopita Mungu alijua kwamba corona itakuja. Mungu alijua kwamba baada ya corona tutakuweko na tutamsifu, tutaongezeka, tutakuwa na afya katika jina la Yesu. Nakutakia afya
nakutakia baraka za Mungu, nakutakia kibali, nakutakia mbingu likufungukie katika jina la Yesu. Mahali ambapo Yusufu alienda kuandalia mapito, naomba ya kwamba siku ya leo Mungu akupe mapito katika jina la Yesu. Au usimungunike tena, usilalamike tena katika jina la Yesu. Usiimbe wimbo ambao watu wanauimba kila wakati, ya kwamba there is no tomorrow, there is no future, ya kwamba hatujui tutafanya nini. Lakini Mungu anafanya jambo ili turejeshwe kwake katika jina la Yesu, ili kanisa irejeshwe, ili familia irejeshwe katika jina la Yesu. We are not among the losers. Sisi sio baadhi ambao wanapoteza, baadhi ambao wanaangamia, na hatutaangamia katika jina la Yesu. Na Mungu anasahau yote ambayo tuliyatenda. Wakati mwingine kwa sababu ya kusongwa na mambo, tunafanya vituko na vituko. Ndugu zake Yusufu walifanya vituko sana, wakamuuza, wakarungo zake, wakapaka damu, wakafanya nini? Vituko vingine tunafanya kwa maisha. Yusufu alipokumbuka hivyo, at times the grace of God is so sufficient. Wakati Mungu anakuja kukutendea, hakumbuki yale yote uliyoyatenda, lakini anafungua ukurasa mpya. Na ni ombi langu ya kwamba siku ya leo Mungu atafungua ukurasa mpya katika maisha yako katika jina la Yesu. Kuna kitu ulitenda katika ndoa yako, hata sasa unasikia ni kana kwamba bado ni kinonda. Mungu akija anafungua ukurasa mpya katika jina la Yesu. Kuna kitu ilifanyika katika kazini mwako na unasikia kana kwamba hata siku ya leo ni kana kwamba ni kinonda bado. Yusufu alipoangalia hivyo, alilia kuomba Mungu amsaidie yote, akawasamehe, na Mungu akaanza ukurasa mpya na maisha yakafunguka upya katika jina la Yesu. And it's my prayer today ya kwamba Mungu atafungua ukurasa mpya katika maisha yako kwa jina la Yesu. Sijui utapokea ujumbe kwa simu siku ngapi, sijui ujumbe huu utapokea mara ngapi, lakini nikwambie hivi, kuna wakati Mungu anafungua ukurasa mpya, yote anasahau wakati ameweka kikombe chake. Wakati mwingine ndio maana nilikwambia kikombe tu sio kikombe tu unapendeza tu. Vikombe zingine inaonekana ni kubwa kubwa. Ukiekewa asali unasikia mzuri sana, lakini ukiekewa pilipili kwa kikombe hata kama ni kubwa namna gani hautatamani. Ukiekewa uji kwa ile kikombe kidogo ya kahawa kama watu wamenidharau hawa, hata sitasikia imeenda wapi. Lakini Mungu ni mwaminifu sana. Kikombe chake tutaweza kukinywea katika jina la Yesu. Mungu akupe neema kubwa sana katika jina la Yesu. Na wakati walirejeshewa fedha na wakawekewa kikombe, wakawekewa chakula. And it's my prayer today, ile mambo umepitia, God is going to pay back katika jina la Yesu. Mungu si mla haramu. Zile siku umekaa nyumbani, ile madawa umetumia, Mungu si mla haramu. Na hii yote anahesabu in your bag, katika gunia lako atajaza. Walijaziwa vile mtu alivyoweza kubeba. Mungu anakujazia kwa jina la Yesu. Mungu anakujazia furaha, Mungu anakujazia amani, Mungu anakujazia afya njema, Mungu anakujazia baraka ya kile ambacho ungehitaji katika jina la Yesu. Walijaziwa, hata fedha zao wakarudishiwa. Wakati walirudishwa kwa sababu ya kikombe, walipata kila kitu. After all this, baada ya dhiki, baada ya giza kubwa, Mungu anatenda kitu katika jina la Yesu. Hii giza itakwisha. Giza inaitwa corona ama nini nyingine, sijui nini itakuja baada ya corona, lakini there is still a God, and a God who is faithful. Na Mungu apende kwenye maisha yako na kubadilishia maisha katika jina la Yesu. Ninafurahia Mungu huyu, maana ninajua anatenda jambo katika maisha yako. And I know we shall sing a song of praise. Tutaimba wimbo wa ushindi pamoja katika jina la Yesu. Nataka nikomee hapo na niombe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Maana ninaamini ya kwamba kuna Mungu ambaye anatenda katika jina la Yesu. Hata kama kuna mambo ambayo yanatufanya tuwe na shaka, lakini kuna Mungu ambaye anatenda katika jina la Yesu. Na Mungu ni mwaminifu sana. Napenda kuomba pamoja na wewe mahali popote ulipo, hata kama uko njiani, hata kama uko nyumbani, mahali popote unapokea huu ujumbe, just believe together with me katika jina la Yesu. Na tuombe, maana Mungu wetu ni mwaminifu na anatenda na anapenya. Hakuna mahali Mungu hapenyi katika jina la Yesu. Let's believe together na tuombe kwa jina la Yesu. Baba, napenda kukushukuru sana kwa sababu ya mtazamaji mahali popote alipo kwa jina la Yesu. Asante maana umenena ujumbe huu kuhusu na kikombe. Wakati mwingine tunanywea vikombe ambavyo vina uchungu sana, vina machozi, vina dhiki, ambavyo Bwana vina mambo mengi sana ambayo wengine hatuwezi. Tunafika mwisho tushinde tunafanya nini? Kama ndugu ya Yusufu, wakati mwingine tunararua mavazi yetu kwa sababu ya uchungu. Baba, naomba siku ya leo
katika kikombe ambayo tunanywea. Bwana, uturejeshe katika baraka zetu katika jina la Yesu. Na kwa sababu wewe ni mwaminifu, mahali popote Bwana tunapitia shida na ugumu wa maisha, Bwana, katika afya, katika kifedha, katika kikazi, katika ndoa zetu, hata kwa watoto, naomba siku ya leo kwa jina la Yesu, na naye mtazama mahali popote alipo, haja hizi na haja hizi Mfalme, na zinua mbele zako kwa jina la Yesu. Kutana na haja zake, mbadilishie maisha, mpe ukurasa mpya wa maisha katika jina la Yesu. Ndugu za Yusufu walifikiria amekwisha na mambo yake yamekwisha. Bwana, naomba mambo ambayo tulifikiria kwamba haipo tena, ukayainue katika jina la Yesu, na iliwe baraka kwetu, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Yakobo alifikiria kwamba kijana wake ameaga na amekufa, lakini alikuwa ameenda kutayarisha mapito. Bwana, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu mahali popote alipo, ninatazama yule ambaye alimwandalia mapito, wapatane katika jina la Yesu. Fungua njia za kazi, fungua njia za biashara, fungua njia za ndoa hii na amani, fungua njia za watoto hawa katika jina la Yesu. Naomba jibu kwa kila ombi katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwaminifu na utatutendea kwa ujumla msimu huu wa kunywea kikombe hiki, na baadaye utaturejesha katika utele na baraka, maana kama Bwana ambavyo mfalme alisema warejeshwe kule Misri, maana kuna utele na baraka zao. Bwana, turejeshe katika baraka zetu, na nina baraka katika jina la Yesu. Ni asante Bwana, maana utatubariki kwa ujumla na utatutendea mema sasa na wakati ujao. Kwa jina la Yesu tuomba na kushukuru, amen. Mungu akubariki sana, tunakupenda, tunaendelea kuombeana katika jina la Yesu. Continue following us and subscribe also. We love you in Jesus' name. Be blessed. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kuwakaribisha katika Jumapili nyingine, ikiwa tarehe 14 mwezi huu wa 6. Nawakaribisha katika ibada ya siku ya leo. Tumekuwa na muda wa karibu sasa miezi 3 ambapo hatukutani moja kwa moja kanisani, lakini namshukuru Bwana kwa sababu tumekuwa tukileta neno kupitia kwa mtandao. Nawashukuru wote kwa sababu ya kuweza kutusupport kwa njia hiyo. Nafurahi kwa sababu nimekuwa nikipokea ujumbe kwamba tunasikia ujumbe, tumebarikiwa, na jambo hilo linafanya tuweze kuendelea. Pia nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote ambaye wamesaidia jambo hili kuwezekana, wakiongozwa na Elder John Kamau pamoja na dada Rachel na wapendwa wengine ambao wamesababisha jambo hili liweze kutufikia kwa njia ya mtandao. Nawashukuru wote ninapowakaribisha katika ibada ya siku ya leo, na kuomba ya kwamba tuendelee kuwa watulivu na kusikiliza maagizo ambayo tunaweza kuelekezwa na serikali, na tutakapopata jambo lolote ama ujumbe wowote ambao inapasa tuarifu kuhusu kurudi kanisani kuabudu, basi wakati huo utakapofika tutaweza kuarifu. Hata hivyo, tunaenda kusikia neno la Mungu, na siku ya leo tuna ndugu yetu Evangelist Dominic ndiye atakayetuhudumia, nasi tuweze kusikiliza na kungojea vile Bwana anavyopenda tusikie siku ya leo. Kwa hivyo nitaomba, baadaye nimkaribishe tuweze kuendelea na ujumbe wa siku ya leo. Tuombeni. Mungu Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa sababu ya siku nyingine. Tunasema ya kwamba hii ni siku ambayo Bwana umeifanya. Asante kwa sababu umekuwa mwema na mwaminifu kwa kila hali. Na imefika wakati mwingine ambapo Bwana tunaenda kulisikia neno lako. Tunajua ya kwamba Bwana unaheshimu neno lako, na pia kwa neno lako Bwana tunaweza kuyajua mawazo na pia mambo ambayo unatuwazia kila wakati katika jina la Yesu. Tunamwalika ndugu yetu Bwana wa milele anapoenda kutuhudumia,
twampa nafasi hiyo na kuomba Roho wako Mtakatifu akashuka juu yake, ukatuhudumia kupitia kwa mtumishi wako siku ya leo, kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya neno, maana tunajua kwamba tutalipokea kama vile ambavyo umekusudia. Pokea sifa na utukufu kwa jina lako takatifu Bwana tumeomba. Tumkaribishe mtumishi wa Bwana ili aweze kutuhudumia katika jina la Yesu. Karibu. Thank you. Nashukuru sana mchungaji. Mungu akubariki sana. Mtazamaji wangu, nashukuru sana na kukaribisha katika ibada ya siku ya leo. Wewe ni wa baraka kwetu na tunakupenda sana, tunakudhamini katika jina la Yesu. Tumekuwa tukikuombea sana, naamini ya kwamba Mungu ameendelea kukuhifadhi na kukutenda mema. Na katika siku ya leo, katika dakika chache tu, just a few minutes, tusikie Mungu anataka kusema nini nasi katika jina la Yesu. Napenda tu tuingie katika neno la Mungu, na siku ya leo nataka kukunenea kuhusu ujumbe ambao Mungu ameweka ndani yangu kuhusu kikombe. Najua kwamba kuna vikombe aina tofauti. Kuna vikombe za maji, glasi, kuna kikombe cha uji, kuna kikombe cha kahawa, kuna vikombe aina nyingi. Na nikitaja kikombe najua kwamba umefikiria kile kikombe chako ambacho unakijua. Umefikiria kikombe cha hoteli ambapo mahali ulienda. Na ningependa tu tufikirie kuhusu kikombe, maana ujumbe ambao Mungu ametia ndani yangu siku ya leo unahusiana na kikombe. Na wakati ambapo unaenda katika hoteli, unafikiria tu jinsi utakavyopata kikombe kikubwa ama kikombe kinono, maana unataka upate kopo kubwa ama upate uji ambao ni mwingi ama chai nyingi. Na ninaona ya kwamba kuna tofauti ya kikombe cha kahawa, maana kikombe cha kahawa wakati mwingi inakuwa ni kidogo na kikombe cha uji kinakuwa ni kikubwa. Na sijui leo ungetamani Mungu akupe kikombe cha aina gani? Unajua kuna kikombe kingine ambacho cha Mungu, maana Yesu alisema kwamba kile kikombe ambacho nimenywea mimi mtakinywea nini. Na naamini ya kwamba katika hali ambayo unapitia, there is a cup ama kuna kikombe ambacho Mungu ametia katika maisha yako. Na neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Mwanzo 42 mstari wake wa kwanza hadi wa 4. Ilifikia wakati ambapo kulikuwa na ukame, kukawa na njaa nyingi sana. Na nikiangalia hali hii na ninganisha na vile ambavyo tunapitia hivi sasa katika nchi yetu, maana watu wamesongwa sana, uchumi umezorota, kazi imeenda chini, kuna shida nyingi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo, Genesis 42 mstari wake wa kwanza hadi wa 4. Linasema hivi, twende pamoja. Basi Yakobo akaona ya kwamba kuna nafaka katika Misri. Yakobo akawaambia wanawe, "Kwa nini mnatazamana?" Akasema, "Angalia, nimesikia kuwa kuna nafaka Misri. Shukeni huko mkatununulie chakula tupate kuishi wala tusife." Basi ndugu 10 wa Yusufu wakashuka Misri ili wanunue nafaka. Walakini Benjamini ndugu wa Yusufu, Yakobo hakupeleka pamoja na ndugu zake, maana alisema mabaya yasimpate. Kumbuka kwamba Yusufu alikuwa ni ndugu kijana ambaye alikuwa amependwa sana na Yakobo. Na wakati ilisemekana ya kwamba amepotea, ameuliwa, baba yake Yakobo alijua huyu kijana amekufa, na akaletewa nguo imepakwa damu, akajua kwamba kijana wake amekufa. Sasa kumekuwa na njaa na inafanyika ni lazima vijana waondoke waende wakatafute chakula. Na ikafikia kwamba baba yake Yakobo akasema, "Hapana, huyu kijana mdogo hataondoka, maana ataenda kuangamia kama wengine." Maana alimpenda sana. Neno la Mungu linasema ukienda katika Mwanzo hiyo 44, mlango wa 44 mstari wake wa kwanza inasema hivi, wakati walifika Misri wakapata chakula, walikuta Yusufu ambaye ndiye alikuwa msimamizi ama gavana, lakini hawakumfahamu. Maana alikuwa ametangulia mbele, walikuwa wamemuuza mbele, alikuwa ametangulia, lakini hawakumfahamu. Lakini yeye Yusufu alipowaona aliwatambua na akawajua vizuri. Na neno linasema kwamba akaagiza ya kwamba waekewe chakula. Na walipoekewa chakula wakarudishiwa fedha ambazo walikuwa nazo kwenye magunia yao na wakatumwa. Lakini kabla watumwe aliwauliza maswali. Akawauliza, "Ndugu zenu wako wapi? Wengine ndugu yako wako wapi? Baba yako wako wapi?" Akawahoji, akawaambia, "Hapana, nyinyi mmekuja kusaliti." Na akawaambia kwamba mtakaa gerezani. Na hakika akawaweka gerezani, wakakaa siku 3 gerezani. Wakakuwa ni kana kwamba wako quarantine. Wakati mwingine Mungu anatupeleka quarantine, lakini kwa kusudi lake. Tumekuwa na manunguniko na malalamiko, maana tumekaa nyumbani sana, tumekaa bila kazi,
But a time comes wakati ambapo Mungu anatuweka katika karantini yake yeye mwenyewe. Wakawekwa siku 3 gerezani, wakafungiwa. Yeye Yusufu alikuwa anajua kile kitu alikuwa anafanya. Na baadaye wakaambiwa kwamba mtarudi, lakini huyu mmoja wenu Simeoni mtamuacha hapa. Na alipoacha wakaambiwa kwamba muenende na mtakaporudi mrudi na yule ndugu yenu mdogo. Yusufu alijua the last born ambaye ni Benjamin alikuwa amependwa sana na baba yake. Na akaambiwa kwamba mkirudi hapa lazima mrudi na yeye. Na neno la Mungu linasema kwamba wakapewa chakula na wakarejeshwa. Tukisoma katika mlango wa 44 mstari wake wa kwanza na wa pili, Biblia inasema hivi: akamwamuru yule msimamizi wa nyumba yake akisema, jaza magunia ya watu hawa chakula kwa kadiri wawezavyo kuchukua, utie na fedha ya kila mtu kinywani mwa gunia lake. Mstari wa pili inasema hivi: na kikombe changu, kikombe kile cha fedha, ukitie kinywani mwa gunia ya yule mdogo, pamoja na fedha na nafaka yake. Akafanya kama vile alivyoambiwa na Yusufu. Hivyo basi Yusufu akaamrisha, kaambiwa wajaziwe chakula kama vile ambavyo wangeweza kubeba. Kama mtu alikuwa na nguvu ya kubeba gunia 2, anabeba gunia 2. Kama mtu alikuwa na nguvu ya kubeba debe moja, anabeba debe moja. Wakaambiwa vile ambavyo wanaweza kubeba, uwaweke hivyo. Kisha fedha zao zile ambazo walikuwa wamekuja nazo, wajazie, waekee hapo, ufunge gunia. Lakini kwa yule mdogo, weka kikombe changu cha fedha, the silver cup, ile ambayo gavana alikuwa anakunywa nayo. Yusufu akamwambia weka hapo kikombe changu, na wakaruhusiwa kuondoka. Lakini walipoenda kwa umbali, neno la Mungu linasema hivi: akaamrisha askari wake, andamana na hawa watu, wafuate, na kisha utafute kikombe changu. Yule ambaye atapatikana kikombe arejeshwe. Na tukisoma katika mstari wake wa 12, tashangaa sana. Askari neno linasema hivi: naye akatafuta, ni mlango huo wa 44 mstari wa 12. Naye akatafuta, akaanza kwa mkubwa na kuisha kwa mdogo. Kikombe kikaonekana katika gunia la Benyamini. Wakararua nguo zao, wakaweka kila mtu mzigo wake juu ya punda wake. Wakarudi mjini. Hawakwenda nyumbani tena, walirudi mjini. Maana walirarua mavazi yao, wakasema, "Oi, tuliambia baba, huyu kijana anarudi. Sasa ni mambo gani imetupata tena? Yaani hata kikombe kimepatikana kwake. Kwani ingekuwa namna gani?" Wakajaribu kujitetea, "Oi, sisi sio wezi, sisi ndio nini?" Lakini kuna kitu moja inafanyika kwa kusudi la Mungu. Rafiki mpendwa, nimekuja nikwambie leo, kuna wakati Mungu hutia kikombe chake katika magunia yetu ili atimize kusudi lake na sisi. Wakati mwingine kikombe cha Mungu sio kizuri hivyo, sio nyororo. Wakati mwingine kichungu sana. Hawa ndugu zake walikuwa na uchungu sana. Hawakujua Yusufu alifanya hivyo, lakini walikuwa wameahidi baba yao ya kwamba tunakuja na ndugu yetu mdogo, hakika tunarudi na yeye. Lakini walipofika njiani, hawangeweza kwenda kwa baba yao. Wakararua mavazi yao kwa uchungu sana, wakaanza kulia, ikabidi warudi kule Misri. Wakati mwingine ifikia kwa maisha, unasikia kwamba hauwezi kusonga mbele. Mambo yamekusonga kwa jamii, ndoa yako mambo imekusonga sana, kazi imekusonga sana, umejaribu kukopa huku, unaenda kwa mshwari, unaenda kwa KCB, unaenda gani, unasikia zote zina bounce back. Kwingine mpaka unawekwa kwa blacklist, unaambiwa kwamba hauwezi kukopa tena. Mambo hufikia wakati katika maisha, unasikia imekuwa ngumu sana, imekuwa chungu sana. Maana wakati mwingine Mungu hutia kikombe chake kwa kusudi lake. Haya, sikiza hapa. Wakati walirejea, kulikuwa ni kusudi la Mungu. Maana wakati Mungu anataka kuturejesha kwake, hutia kikombe chake katika maisha yetu. Wakati kama huo, kuna mtu angejua kwamba kuna corona itakuja, haungesema ya kwamba corona hakuna Zimbabwe corona, ukimbilie kule Zimbabwe. Ungesema ya kwamba Marekani hakuna, ukimbilie kule. Sasa kila mahali kumeharibika, hakuna mahali utakimbilia. Hivyo basi kikombe hiki ni kichungu sana. Huwezi kwenda Mombasa, huwezi kwenda wapi. Kikombe hiki ni kichungu sana. Watoto wako wamefikia mahali fulani, huwezi kuwaona, huwezi kuwasiliana. Kikombe hiki ni kichungu kwa sasa. Lakini nimekuja nikutie nguvu nikwambia kwamba kuna kusudi la Mungu jameni. Kuna kusudi la Mungu. Mungu aliyetuma mtu mbeleni, alituma Yusufu aandae mapito.
There is a Joseph ambaye alikuwa ametumwa mbeleni ili aandae mapito. Maana Mungu alijua kwamba kuna ukame utafikia mahali fulani Kanani, na kuna wakati itafika Yakobo aanze kutafuta chakula, Yakobo aanze kutafuta msaada, Yakobo aanze kutafuta madawa. Umetafuta, there is a solution. Maana kuna Mungu alituma Yusufu mahali mbeleni ili aandae mapito. Na neno la Mungu nasema hivi katika mlango wake wa 45, chapter 45 ya hiyo Genesis, mstari wake wa 19. Mwanzo hiyo 45 mstari wake wa 19. Haleluya. Jamani, inapendeza sana. Neno la Mungu nasema hivi: nawe umeamriwa, fanyeni hivi, mjitwalie magari katika nchi ya Misri kwa watoto wenu wadogo na wake zenu, mkamchukue baba yenu mje, wala msivisumbukie vyombo vyenu, maana mema ya nchi yote ya Misri ni yenu. Jamani, sikize hivi tena. Mstari wa 20. That is chapter 45 verse 20. Wala msivisumbukie vyombo vyenu, maana mema ya nchi yote ya Misri ni yenu. Hallelujah. Huyu ni mfalme ndiye anaambia, maana aliambia Yusufu, naye Yusufu akaitwa, akaambiwa, hao ndugu zako ende uambie walete baba yao, mlete familia yenu. Na wakaambiwa hivi, msisumbukie mambo yenu na shughuli na vitu vidogo ambavyo mlikuwa navyo. Whatever you had isiwape stress. Mungu anafika mahali anamaliza stress zetu. Hallelujah, katika jina la Yesu. Wakaambiwa don't have stress anymore. Ile vitu ilikuwa inawasumbua huko kwa kombe, ile mavitu ya zamani, ile maviti imezeeka, ile nini yote wachana nazo, ile manguo zimeraruka za zamani, ile kiatu ambayo imetoboka chini, hiyo wachana nayo. Akaambiwa maana utajiri yote ya Misri ni yenu. Kumbe kikombe kilikuwa kinawekwa kwenye gunia ili turejeshwe. Kikombe kilikuwa kinawekwa ili tupelekwe mahali ambapo kuna chakula tele. Hata kama wangerudi kule Kanaani kwa Yakobo baba yao, bado wangekaa na njaa, wakae na njaa, alafu tena ibidi warudi kule Misri wakatafute chakula. Lakini Mungu ni mwaminifu sana. Alifanya kikombe kiwekwe kwenye saka ili warejeshwe. Na wakati walirejeshwa, wakaanza kupewa mahali pa kukaa. And the Bible says, Yakobo akapewa an area ambayo ilikuwa inaitwa Gosheni. Gosheni ikawa ni ya wana wa Israeli, wana wa Yakobo. Wakakaa kule, wakaongezeka, wakazaana, wakatajirika. Hallelujah. Jamani, hii ni ajabu. Wakati mwingine mambo ambayo tunapitia, tufaa kuelewa siku ya leo, tukiwa ni kwamba ni mwezi wa 6, yafaa tuelewe kwa jina la Yesu. Yakobo wakati mwingine Mungu hutia kikombe, ingawaje ni kichungu sana. Wao ndugu zake waliposikia kwamba Benjamin kikombe kimepatikana kwake, waangalie, wanararua mavazi yao, wanaomboleza, bado walisema kikombe kimepatikana, sasa tutaenda kuambia baba yetu namna gani? Wakati mwingine you have no words in life. Wakati mwingine you have no answer in life. Wakati mwingine hauna hata msaada. Mtu anakuja kuomba chakula, hauna msaada. Unashindwa ufanye nini? Wakati mwingine Mungu huruhusu kikombe katika gunia lako. Mungu huruhusu kikombe katika ndoa yako. Mungu huruhusu kikombe katika watoto wako. Hiyo kazi yako ambayo uliipenda sana. Sometimes God allows kikombe chake kiingie ndani ili aweze kukurejesha Gosheni. Maana kama wanadamu sisi hupenda sana kurejea kule Kanaani. Tunaenda tu kurejea kwa baba yetu Yakobo. But God alitaka ili turejeshwe. Tuache kwenda kule kwa baba yetu Yakobo, turejeshwe kule Misri. Maana mfalme mwenyewe ndiye alisema. Akasema ya kwamba msisumbuke na vyombo ambavyo mlikuwa navyo kule. Wachaneni na kila kitu, alafu muje, maana mema yote ya Misri ni yenu. Na kweli kabisa wakawa ni kana kwamba wao ndio walikuwa wanatawala. Kumbe Mungu alitaka Yusufu atangulie. Nashukuru Mungu sana katika jamii yako. There is a Joseph ambaye Mungu alifanya atangulie. Na anapeana solution ya maisha yako katika jina la Yesu. Labda umesumbuka sana kwa sababu ya watoto wako. Hata shule imefungwa, hata shule hakuna, tujui itafunguliwa siku gani. Lakini kumbe tumaini siku leo kwa jina la Yesu. Ya kwamba Mungu alifanya kwenda kwa Yusufu mahali, and there is going to be a way katika jina la Yesu. Usisumbuke tena katika jina la Yesu. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Na yote anapangia hesabu zake sawa sawa. Hesabu za Mungu zote zinakuwa ni sawa. Yeye hana kasoro.
Maana Yakobo alilia sana wakati alikosa Yusufu. Akaambiwa mtoto amekufa, na akaambiwa akaletewa maguo zimejaa damu, akajua kwamba kweli kabisa mwanangu niliyempenda amepotea na amekufa. Haleluya. Upendo ule akauelekeza kwa mwanawe mwingine ambaye anaitwa Benjamini. Na ndio maana hakutaka aondoke. Hakutaka aende na ndugu zake wakatafute chakula. Lakini ilipomlazimu alisema afadhali aende watafute chakula kuliko wafe wote. Sometimes there are decisions in life ambayo inatusukuma sana. Tunashindwa tufanye namna gani? Tunashindwa tuamue namna gani? Lakini Mungu wetu ni mwaminifu sana. Mahali popote ulipo, mahali popote unapata ujumbe huu, hata kama utasambazia mwingine, ningependa sana utambazie mwingine ujumbe huu ya kwamba Mungu wakati mwingine huruhusu kikombe kiingie kwenye magunia yetu ili aturejeshe. Maana kikombe kilipopatikana waliambiwa rudini nyinyi wote. Nyinyi sasa ni mateka, rudini nyinyi wote. Wakati mwingine tunaona kana kwamba we are slaves, lakini Mungu hutuandalia mema. Wakaambiwa kwamba maana mema yote ya Misri ni yenu. Wakati walirejea Misri wakaongezeka, wakala vizuri, hakukuwa na njaa tena, wakaongezeka, wakazaana, wakakuwa tisho kule Misri. I want to thank God today because you are gonna be a threat wherever you are, katika jina la Yesu. There is a way God is going to make in your life, katika jina la Yesu. Hautajuta kwa sababu ya msimu huu, katika jina la Yesu. Mungu ameruhusu tu kiangazi kiwe ili akutengenezee mapito, katika jina la Yesu. There is a way God is making a way in your life, in your family, in your spiritual finances, in your finances. Kuna mahali Mungu anatengeneza njia, katika jina la Yesu. Labda unashindwa, jamani mchungaji unasema nini? Na vile nimepitia mambo machungu. Labda nyumba yangu inafungwa. Labda watu wamenisonga sana. Kazi ilikwisha. Nilikuwa na deni hata kabla kazi iishe. Nashindwa nitalipa na nini? Nashindwa nitaanza kazi wapi tena? Maana kazi kwetu ilizorota. Nikwambie siku ya leo, Mungu ni mwaminifu sana. Mungu hajazeeka, bado ni yule yule. There is the same God ambayo tunamtumikia. Miaka iliyopita Mungu alijua kwamba corona itakuja. Mungu alijua kwamba baada ya corona tutakuweko na tutamsifu, tutaongezeka, tutakuwa na afya, katika jina la Yesu. Nakutakia afya, nakutakia baraka za Mungu, nakutakia kibali, nakutakia mbingu likufungukie, katika jina la Yesu. Mahali ambapo Yusufu alienda kuandalia mapito, naomba ya kwamba siku ya leo Mungu akupe mapito, katika jina la Yesu. Au usimungunike tena, usilalamike tena, katika jina la Yesu. Usiimbe wimbo ambao watu wanauimba kila wakati, ya kwamba there is no tomorrow, there is no future, ya kwamba hatujui tutafanya nini. Lakini Mungu anafanya jambo ili turejeshwe kwake, katika jina la Yesu. Ili kanisa irejeshwe, ili familia irejeshwe, katika jina la Yesu. We are not among the losers. Sisi sio baadhi ambao wanapoteza, baadhi ambao wanaangamia, na hatutaangamia, katika jina la Yesu. Na Mungu anasahau yote ambayo tuliyatenda. Wakati mwingine kwa sababu ya kusongwa na mambo, tunafanya vituko na vituko. Ndugu zake Yusufu walifanya vituko sana, wakamuuza, wakarungo zake, wakapaka damu, wakafanya nini? Vituko vingine tunafanya kwa maisha. Yusufu alipokumbuka hivyo, at times the grace of God is so sufficient. Wakati Mungu anakuja kukutendea, hakumbuki yale yote uliyoyatenda, lakini anafungua ukurasa mpya. Na ni ombi langu ya kwamba siku ya leo Mungu atafungua ukurasa mpya katika maisha yako, katika jina la Yesu. Kuna kitu ulitenda katika ndoa yako, hata sasa unasikia ni kana kwamba bado ni kinonda. Mungu akija anafungua ukurasa mpya, katika jina la Yesu. Kuna kitu ilifanyika katika kazini mwako na unasikia kana kwamba hata siku ya leo ni kana kwamba ni kinonda bado. Yusufu alipoangalia hivyo, alilia kuomba Mungu amsaidie yote, akawasamehe, na Mungu akaanza ukurasa mpya na maisha yakafunguka upya, katika jina la Yesu. And it's my prayer today ya kwamba Mungu atafungua ukurasa mpya katika maisha yako, kwa jina la Yesu. Sijui utapokea ujumbe kwa simu siku ngapi, sijui ujumbe huu utapokea mara ngapi, lakini nikwambie hivi, kuna wakati Mungu anafungua ukurasa mpya, yote anasahau wakati ameweka kikombe chake. Wakati mwingine, ndio maana nilikwambia kikombe tu sio kikombe tu unapendeza tu. Vikombe zingine inaonekana ni kubwa kubwa. Ukiekewa asali unasikia mzuri sana, lakini ukiekewa pilipili kwa kikombe, hata kama ni kubwa namna gani, hautatamani. Ukiekewa uji kwa ile kikombe kidogo ya kahawa, unasema watu wamenidharau hawa, hata sitasikia imeenda wapi. Lakini Mungu ni mwaminifu sana. Kikombe chake tutaweza kukinywea, katika jina la Yesu. Mungu akupe neema kubwa sana, katika jina la Yesu. Na wakati walirejeshewa fedha, na wakawekewa kikombe, wakawekewa chakula,
And it's my prayer today. Ile mambo umepitia, God is going to pay back katika jina la Yesu. Mungu si mla haramu. Zile siku umekaa nyumbani, ile madawa umetumia, Mungu si mla haramu. Na hii yote anahesabu. In your bag, katika gunia lako atajaza. Walijaziwa vile mtu alivyoweza kubeba. Mungu anakujazia kwa jina la Yesu. Mungu anakujazia furaha. Mungu anakujazia amani. Mungu anakujazia afya njema. Mungu anakujazia baraka ya kile ambacho ungehitaji katika jina la Yesu. Walijaziwa, hata fedha zao wakarudishiwa. Wakati walirudishwa kwa sababu ya kikombe, walipata kila kitu. After all this, baada ya dhiki, baada ya giza kubwa, Mungu anatenda kitu katika jina la Yesu. Hii giza itakwisha. Giza inaitwa corona ama nini nyingine, sijui nini itakuja baada ya corona, lakini there is still a God, and a God who is faithful. Na Mungu apenye kwenye maisha yako na kubadilisha maisha katika jina la Yesu. Ninafurahia Mungu huyu, maana ninajua anatenda jambo katika maisha yako. And I know we shall sing a song of praise. Tutaimba wimbo wa ushindi pamoja katika jina la Yesu. Nataka nikomee hapo na niombe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Maana ninaamini ya kwamba kuna Mungu ambaye anatenda katika jina la Yesu. Hata kama kuna mambo ambayo yanatufanya tuwe na shaka, lakini kuna Mungu ambaye anatenda katika jina la Yesu. Na Mungu ni mwaminifu sana. Napenda kuomba pamoja na wewe mahali popote ulipo, hata kama uko njiani, hata kama uko nyumbani, mahali popote unapokea huu ujumbe, just believe together with me katika jina la Yesu. Na tuombe, maana Mungu wetu ni mwaminifu na anatenda na anapenya. Hakuna mahali Mungu hapenyi katika jina la Yesu. Let's believe together na tuombe kwa jina la Yesu. Baba, napenda kukushukuru sana kwa sababu ya mtazamaji mahali popote alipo kwa jina la Yesu. Asante maana umenena ujumbe huu kuhusu na kikombe. Wakati mwingine tunanywea vikombe ambavyo vina uchungu sana, vina machozi, vina dhiki, ambavyo Bwana vina mambo mengi sana ambayo wengine hatuwezi. Tunafika mwisho tushinde tunafanya nini? Kama ndugu ya Yusufu, wakati mwingine tunararua mavazi yetu kwa sababu ya uchungu. Baba, naomba siku ya leo katika kikombe ambayo tunanywea, Bwana uturejeshe katika baraka zetu katika jina la Yesu. Na kwa sababu ni mwaminifu, mahali popote Bwana tunapitia shida na ugumu wa maisha, Bwana katika afya, katika kifedha, katika kikazi, katika ndoa zetu, hata kwa watoto, naomba siku ya leo kwa jina la Yesu, na naye mtazama mahali popote alipo, haja hizi na haja hizi Mfalme, na zinua mbele zako kwa jina la Yesu. Kutana na haja zake, mbadilishie maisha, mpe ukurasa mpya wa maisha katika jina la Yesu. Ndugu za Yusufu walifikiria amekwisha na mambo yake yamekwisha. Bwana, naomba mambo ambayo tulifikiria kwamba haipo tena, ukayainue katika jina la Yesu, na iwe baraka kwetu, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Yakobo alifikiria kwamba kijana wake ameaga na amekufa, lakini alikuwa ameenda kutayarisha mapito. Bwana, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu mahali popote alipo, ninatazama yule ambaye alimwandalia mapito, wapatane katika jina la Yesu. Fungua njia za kazi, fungua njia za biashara, fungua njia za ndoa hii na amani, fungua njia za watoto hawa katika jina la Yesu. Naomba jibu kwa kila ombi katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwaminifu na utatutendea kwa ujumla msimu huu wa kunywea kikombe hiki, na baadaye utaturejesha katika utele na baraka. Maana kama Bwana ambavyo mfalme alisema warejeshwe kule Misri, maana kuna utele na baraka zao. Bwana, turejeshe katika baraka zetu, na nina baraka katika jina la Yesu. Ni asante Bwana, maana utatubariki kwa ujumla na utatutendea mema sasa na wakati ujao. Kwa jina la Yesu tuomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana, tunakupenda, tunaendelea kuombeana katika jina la Yesu. Continue following us and subscribe also. We love you in Jesus name. Be blessed. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kuwakaribisha katika Jumapili nyingine, ikiwa tarehe 14 mwezi huu wa 6, na wakaribisha katika ibada ya siku ya leo. Tumekuwa na muda wa karibu sasa miezi 3 ambapo hatukutani moja kwa moja kanisani, lakini namshukuru Bwana kwa sababu tumekuwa tukileta neno kupitia kwa mtandao. Nawashukuru wote kwa sababu ya kuweza kutusupport kwa njia hiyo. Nafurahi kwa sababu nimekuwa nikipokea ujumbe kwamba tunasikia ujumbe, tumebarikiwa, na jambo hilo linafanya tuweze kuendelea. Pia nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote ambaye wamesaidia jambo hili kuwezekana, wakiongozwa na Elder John Kamau pamoja na dada Rachel na wapendwa wengine ambao wamesababisha jambo hili liweze kutufikia kwa njia ya mtandao. Na washukuru wote ninapowakaribisha katika ibada ya siku ya leo.
na kuomba ya kwamba tuendelee kuwa watulivu na kusikiliza maagizo ambayo tunaweza kuelekezwa na serikali, na tutakapopata jambo lolote ama ujumbe wowote ambao inapasa tuarifu kuhusu kurudi kanisani kuabudu, basi wakati huo utakapofika tutaweza kuarifu. Hata hivyo, tunaenda kusikia neno la Mungu, na siku ya leo tuna ndugu yetu Evangelist Dominic ndiye atakayetuhudumia, nasi tuweze kusikiliza na kungojea vile Bwana anavyopenda tusikie siku ya leo. Kwa hivyo nitaomba, baadaye nimkaribishe tuweze kuendelea na ujumbe wa siku ya leo. Tuombeni. Mungu Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa sababu ya siku nyingine. Tunasema ya kwamba hii ni siku ambayo Bwana umeifanya. Asante kwa sababu umekuwa mwema na mwaminifu kwa kila hali. Na imefika wakati mwingine ambapo Bwana tunaenda kulisikia neno lako. Tunajua ya kwamba Bwana unaheshimu neno lako, na pia kwa neno lako Bwana tunaweza kuyajua mawazo na pia mambo ambayo unatuwazia kila wakati katika jina la Yesu. Tunamwalika ndugu yetu Bwana wa milele anapoenda kutuhudumia, tuampa nafasi hiyo na kuomba Roho wako Mtakatifu akashuka juu yake, ukatuhudumia kupitia kwa mtumishi wako siku ya leo kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya neno, maana tunajua kwamba tutalipokea kama vile ambavyo umekusudia. Pokea sifa na utukufu kwa jina lako takatifu Bwana tumeomba. Tumkaribishe mtumishi wa Bwana ili aweze kutuhudumia katika jina la Yesu. Karibu. Thank you. Nashukuru sana mchungaji. Mungu akubariki sana. Mtazamaji wangu, nashukuru sana na kukaribisha katika ibada ya siku ya leo. Wewe ni wa baraka kwetu na tunakupenda sana, tunakudhamini katika jina la Yesu. Tumekuwa tukikuombea sana, naamini ya kwamba Mungu ameendelea kukuhifadhi na kukutenda mema. Na katika siku ya leo, katika dakika chache tu, just a few minutes, tusikie Mungu anataka kusema nini nasi katika jina la Yesu. Napenda tu tuingie katika neno la Mungu, na siku ya leo nataka kukunenea kuhusu ujumbe ambao Mungu ameweka ndani yangu kuhusu kikombe. Najua kwamba kuna vikombe aina tofauti. Kuna vikombe za maji, glasi, kuna kikombe cha uji, kuna kikombe cha kahawa, kuna vikombe aina nyingi. Na nikitaja kikombe najua kwamba umefikiria kile kikombe chako ambacho unakijua. Umefikiria kikombe cha hoteli ambapo mahali ulienda. Na ningependa tu tufikirie kuhusu kikombe, maana ujumbe ambao Mungu ametia ndani yangu siku ya leo unahusiana na kikombe. Na wakati ambapo unaenda katika hoteli, unafikiria tu jinsi utakavyopata kikombe kikubwa ama kikombe kinono, maana unataka upate kopo kubwa ama upate uji ambao ni mwingi ama chai nyingi. Na ninaona ya kwamba kuna tofauti ya kikombe cha kahawa, maana kikombe cha kahawa wakati mwingi inakuwa ni kidogo na kikombe cha uji kinakuwa ni kikubwa. Na sijui leo ungetamani Mungu akupe kikombe cha aina gani? Unajua kuna kikombe kingine ambacho cha Mungu, maana Yesu alisema kwamba kile kikombe ambacho nimenywea mimi mtakinywea nini. Na naamini kwamba katika hali ambayo unapitia, there is a cup ama kuna kikombe ambacho Mungu ametia katika maisha yako. Na neno la Mungu nasema hivi katika kitabu cha Mwanzo 42 mstari wake wa kwanza hadi wa 4. Ilifikia wakati ambapo kulikuwa na ukame, kukawa na njaa nyingi sana. Na nikiangalia hali hii ninanilinganisha na vile ambavyo tunapitia hivi sasa katika nchi yetu, maana watu wamesongwa sana, uchumi umezorota, kazi imeenda chini, kuna shida nyingi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo Genesis 42 mstari wa kwanza hadi wa 4. Linasema hivi, twende pamoja. Basi Yakobo akaona ya kwamba kuna nafaka katika Misri. Yakobo akawaambia wanawe, "Kwa nini mnatazamana?" Akasema, "Angalia, nimesikia kuwa kuna nafaka Misri. Shukeni huko mkatununulie chakula tupate kuishi wala tusife." Basi ndugu 10 wa Yusufu wakashuka Misri ili wanunue nafaka. Walakini Benjamini ndugu wa Yusufu, Yakobo hakupeleka pamoja na ndugu zake, maana alisema mabaya yasimpate. Kumbuka kwamba Yusufu alikuwa ni ndugu kijana ambaye alikuwa amependwa sana na Yakobo. Na wakati ilisemekana kwamba amepotea, ameuliwa, baba yake Yakobo alijua huyu kijana amekufa, na akaletewa nguo imepakwa damu, akajua kwamba kijana wake amekufa. Sasa kumekuwa na njaa na inafanyika ni lazima vijana waondoke waende wakatafute chakula. Na ikafikia kwamba baba yake Yakobo akasema, "Hapana, huyu kijana mdogo hataondoka, maana ataenda kuangamia kama wengine." Maana alimpenda sana.
Neno la Mungu linasema ukienda katika Mwanzo hiyo 44, mlango wa 44 mstari wake wa kwanza inasema hivi. Wakati walifika Misri wakapata chakula, walikuta Yusufu ambaye ndiye alikuwa msimamizi ama gavana, lakini hawakumfahamu. Maana alikuwa ametangulia mbele, walikuwa wamemuuza mbele, alikuwa ametangulia, lakini hawakumfahamu. Lakini yeye Yusufu alipowaona aliwatambua na akawajua vizuri. Na neno linasema kwamba akaagiza ya kwamba waekewe chakula. Na walipoekewa chakula wakarudishiwa fedha ambazo walikuwa nazo kwenye magunia yao na wakatumwa. Lakini kabla watumwe aliwauliza maswali. Akawauliza, ndugu zenu wako wapi? Wengine ndugu yako wako wapi? Baba yako wako wapi? Akawahoji, akawaambia hapana, nyinyi mmekuja kusaliti. Na akawaambia kwamba mtakaa gerezani. Na hakika akawaweka gerezani, wakakaa siku 3 gerezani. Wakakuwa ni kana kwamba wako quarantine. Wakati mwingine Mungu anatupeleka quarantine, lakini kwa kusudi lake. Tumekuwa na manunguniko na malalamiko, maana tumekaa nyumbani sana, tumekaa bila kazi. But a time comes wakati ambapo Mungu anatuweka katika quarantine yake yeye mwenyewe. Wakawekwa siku 3 gerezani, wakafungiwa. Ya Yusufu alikuwa anajua kile kitu alikuwa anafanya. Na baadaye wakaambiwa kwamba mtarudi, lakini huyu mmoja wenu Simeoni mtamuacha hapa. Na alipoacha wakaambiwa kwamba muenende na mtakaporudi mrudi na yule ndugu yenu mdogo. Yusufu alijua the last born ambaye ni Benjamin alikuwa amependwa sana na baba yake. Na akaambiwa kwamba mkirudi hapa lazima mrudi na yeye. Na neno la Mungu linasema kwamba wakapewa chakula na wakarejeshwa. Tukisoma katika mlango wa 44 mstari wake wa kwanza na wa pili, Biblia inasema hivi. Akamwamuru yule msimamizi wa nyumba yake akisema, jaza magunia ya watu hawa chakula kwa kadiri wawezavyo kuchukua. Utie na fedha ya kila mtu kinywani mwa gunia lake. Mstari wa pili inasema hivi. Na kikombe changu, kikombe kile cha fedha, ukitie kinywani mwa gunia ya yule mdogo, pamoja na fedha na nafaka yake. Akafanya kama vile alivyoambiwa na Yusufu. Hivyo basi Yusufu akaamrisha, kaambiwa wajaziwe chakula kama vile ambavyo wangeweza kubeba. Kama mtu alikuwa na nguvu ya kubeba gunia 2, anabeba gunia 2. Kama mtu alikuwa na nguvu ya kubeba debe moja, anabeba debe moja. Wakaambiwa vile ambavyo wanaweza kubeba, uwaweke hivyo. Kisha fedha zao zile ambazo walikuwa wamekuja nazo, wajazie, waekee hapo, ufunge gunia. Lakini kwa yule mdogo, weka kikombe changu cha fedha, the silver cup, ile ambayo gavana alikuwa anakunywa nayo Yusufu. Akamwambia weka hapo kikombe changu. Na wakaruhusiwa kuondoka. Lakini walipoenda kwa umbali, neno la Mungu linasema hivi. Akaamrisha askari wake, andamana na hawa watu, wafuate na kisha utafute kikombe changu. Yule ambaye atapatikana kikombe arejeshwe. Na tukisoma katika mstari wake wa 12, tashangaa sana. Askari neno linasema hivi, naye akatafuta, ni mlango huo wa 44 mstari wa 12. Naye akatafuta, akaanza kwa mkubwa na kuisha kwa mdogo. Kikombe kikaonekana katika gunia la Benyamini. Wakararua nguo zao, wakaweka kila mtu mzigo wake juu ya punda wake. Wakarudi mjini. Hawakwenda nyumbani tena, walirudi mjini. Maana walirarua mavazi yao, wakasema, "Oi, tuliambia baba, huyu kijana anarudi. Sasa ni mambo gani imetupata tena? Yaani hata kikombe kimepatikana kwake. Kwani ingekuwa namna gani?" Wakajaribu kujitetea, "Oi, sisi sio wezi, sisi ndio nini?" Lakini kuna kitu huwa inafanyika kwa kusudi la Mungu. Rafiki mpendwa, nimekuja nikwambie leo, kuna wakati Mungu hutia kikombe chake katika magunia yetu ili atimize kusudi lake na sisi. Wakati mwingine kikombe cha Mungu sio kizuri hivyo, sio nyororo. Wakati mwingine kichungu sana. Hawa ndugu zake walikuwa na uchungu sana. Hawakujua Yusufu alifanya hivyo. Lakini walikuwa wameahidi baba yao ya kwamba tunakuja na ndugu yetu mdogo. Hakika tunarudi na yeye. Lakini walipofika njiani hawangeweza kwenda kwa baba yao. Wakararua mavazi yao kwa uchungu sana. Wakaanza kulia, ikabidi warudi kule Misri. Wakati mwingine ifikia kwa maisha, unasikia kwamba hauwezi kusonga mbele. Mambo yamekusonga kwa jamii. Ndoa yako mambo imekusonga sana. Kazi imekusonga sana. Umejaribu kukopa huku, unaenda kwa mshwari,
unaenda kwa KCB, unaenda gani, unasikia zote zina bounce back. Kwingine mpaka unawekwa kwa blacklist, unaambiwa kwamba hauwezi kukopa tena. Mambo hufikia wakati katika maisha unasikia imekuwa ngumu sana, imekuwa chungu sana, maana wakati mwingine Mungu hutia kikombe chake kwa kusudi lake. Haya, sikiza hapa. Wakati walirejea kulikuwa ni kusudi la Mungu. Maana wakati Mungu anataka kuturejesha kwake, hutia kikombe chake katika maisha yetu. Wakati kama huo kuna mtu angejua kwamba kuna corona itakuja, haungesema ya kwamba corona hakuna Zimbabwe corona, ukimbilie kule Zimbabwe. Ungesema kwamba Marekani hakuna, ukimbilie kule. Sasa kila mahali kumeharibika, hakuna mahali utakimbilia. Hivyo basi kikombe hiki ni kichungu sana. Huwezi kwenda Mombasa, huwezi kwenda wapi. Kikombe hiki ni kichungu sana. Watoto wako wamefikia mahali fulani, huwezi kuwaona, huwezi kuwasiliana. Kikombe hiki ni kichungu kwa sasa. Lakini nimekuja nikutie nguvu nikwambia kwamba kuna kusudi la Mungu jameni. Kuna kusudi la Mungu. Mungu aliyetuma mtu mbeleni, alituma Yusufu aandae mapito. There is a Joseph ambaye alikuwa ametumwa mbeleni ili aandae mapito. Maana Mungu alijua kwamba kuna ukame utafikia mahali fulani Kanani. Na kuna wakati itafika Yakobo aanze kutafuta chakula, Yakobo aanze kutafuta msaada, Yakobo aanze kutafuta madawa. Umetafuta, there is a solution. Maana kuna Mungu alituma Yusufu mahali mbeleni ili aandae mapito. Na neno la Mungu nasema hivi katika mlango wake wa 45, chapter 45 ya hiyo Genesis, mstari wake wa 19. Mwanzo hiyo 45 mstari wake wa 19. Haleluya. Jamani, inapendeza sana. Neno la Mungu nasema hivi: nawe umeamriwa, fanyeni hivi, mjitwalie magari katika nchi ya Misri kwa watoto wenu wadogo na wake zenu, mkamchukue baba yenu mje, wala msivisumbukie vyombo vyenu, maana mema ya nchi yote ya Misri ni yenu. Jamani, sikize hivi tena. Mstari wa 20. That is chapter 45 verse 20. Wala msivisumbukie vyombo vyenu, maana mema ya nchi yote ya Misri ni yenu. Haleluya. Huyu ni mfalme ndiye anaambia, maana aliambia Yusufu, naye Yusufu akaitwa, akaambiwa hao ndugu zako, ende uambie walete baba yao, mlete familia yenu. Na wakaambiwa hivi, msisumbukie mambo yenu na shughuli na vitu vyombo ambavyo mlikuwa navyo. Whatever you had, isiwape stress. Mungu anafika mahali anamaliza stress zetu. Hallelujah, katika jina la Yesu. Wakaambiwa don't have stress anymore. Ile vitu ilikuwa inawasumbua huko kwa kombe, ile mavitu ya zamani, ile maviti imezeeka, ile nini yote wachana nazo. Ile manguo zimeraruka za zamani, ile kiatu ambayo imetoboka chini, hiyo wachana nayo. Akaambiwa maana utajiri yote ya Misri ni yenu. Kumbe kikombe kilikuwa kinawekwa kwenye gunia ili turejeshwe. Kikombe kilikuwa kinawekwa ili tupelekwe mahali ambapo kuna chakula tele. Hata kama wangerudi kule Kanaani kwa Yakobo baba yao, bado wangekaa na njaa, wakae na njaa, alafu tena ibidi warudi kule Misri wakatafute chakula. Lakini Mungu ni mwaminifu sana. Alifanya kikombe kiwekwe kwenye saka ili warejeshwe. Na wakati walirejeshwa, wakaanza kupewa mahali pa kukaa. And the Bible says Yakobo akapewa an area ambayo ilikuwa inaitwa Gosheni. Gosheni ikawa ni ya wana wa Israeli, wana wa Yakobo. Wakakaa kule, wakaongezeka, wakazaana, wakatajirika. Hallelujah. Jamani, hii ni ajabu. Wakati mwingine mambo ambayo tunapitia, tunafaa kuelewa siku ya leo, tukiwa ni kwamba ni mwezi wa 6, yafaa tuelewe kwa jina la Yesu ya kwamba wakati mwingine Mungu hutia kikombe ingawaje ni kichungu sana. Wao ndugu zake waliposikia kwamba Benjamin kikombe kimepatikana kwake, waangalie, wanararua mavazi yao, wanaomboleza, bado walisema kikombe kimepatikana, sasa tutaenda kuambia baba yetu namna gani? Wakati mwingine you have no words in life. Wakati mwingine you have no answer in life. Wakati mwingine hauna hata msaada. Mtu anakuja kuomba chakula, hauna msaada, unashindwa ufanye nini? Wakati mwingine Mungu huruhusu kikombe katika gunia lako. Mungu huruhusu kikombe katika ndoa yako. Mungu huruhusu kikombe katika watoto wako. Hiyo kazi yako ambayo uliipenda sana. Sometimes God allows kikombe chake kiingie ndani ili aweze kukurejesha Gosheni.
Maana kama wanadamu sisi hupenda sana kurejea kule Kana. Tunaenda tu kurejea kwa baba yetu Yakobo. But God alitaka ili turejeshwe. Tuache kwenda kule kwa baba yetu Yakobo, turejeshwe kule Misri. Maana mfalme mwenyewe ndiye alisema. Akasema ya kwamba msisumbuke na vyombo ambavyo mlikuwa navyo kule. Wachaneni na kila kitu, alafu muje, maana mema yote ya Misri ni yenu. Na kweli kabisa wakawa ni kana kwamba wao ndio walikuwa wanatawala. Kumbe Mungu alitaka Yusufu atangulie. Nashukuru Mungu sana katika jamii yako there is a Joseph ambao Mungu alifanya atangulie, na anapeana solution ya maisha yako katika jina la Yesu. Labda umesumbuka sana kwa sababu ya watoto wako, hata shule imefungwa, hata shule hakuna, tujui itafunguliwa siku gani, lakini kumbe tumaini siku ile kwa jina la Yesu ya kwamba Mungu alifanya kwenda kwa Yusufu mahali, and there is going to be a way katika jina la Yesu. Usisumbuke tena katika jina la Yesu. Mungu wetu ni mwaminifu sana, na yote anapangia hesabu zake sawa sawa. Hesabu za Mungu zote zinakuwa ni sawa. Yeye hana kasoro. Maana Yakobo alilia sana wakati alikosa Yusufu. Akaambiwa mtoto amekufa, na akaambiwa akaletewa maguo zimejaa damu, akajua kwamba kweli kabisa mwanangu niliyempenda amepotea na amekufa. Haleluya. Upendo ule akauelekeza kwa mwanawe mwingine ambaye anaitwa Benjamini. Na ndio maana hakutaka aondoke. Hakutaka aende na ndugu zake wakatafute chakula. Lakini ilipo mlazimu, alisema afadhali aende watafute chakula kuliko wafe wote. Sometimes there are decisions in life ambayo inatusukuma sana. Tunashindwa tufanye namna gani? Tunashindwa tuamue namna gani? Lakini Mungu wetu ni mwaminifu sana. Mahali popote ulipo, mahali popote unapata ujumbe huu, hata kama utasambazia mwingine, ningependa sana utambazie mwingine ujumbe huu ya kwamba Mungu wakati mwingine huruhusu kikombe kiingie kwenye magunia yetu ili aturejeshe. Maana kikombe kilichopatikana waliambiwa rudini nyinyi wote. Nyinyi sasa ni mateka, rudini nyinyi wote. Wakati mwingine tunaona kana kwamba we are slaves, lakini Mungu hutuandalia mema. Wakaambiwa kwamba maana mema yote ya Misri ni yenu. Wakati walirejea Misri wakaongezeka, wakala vizuri, hakukuwa na njaa tena, wakaongezeka, wakazaana, wakakuwa tisho kule Misri. I want to thank God today because you are gonna be a threat wherever you are katika jina la Yesu. There is a way God is going to make in your life katika jina la Yesu. Hautajuta kwa sababu ya msimu huu katika jina la Yesu. Mungu ameruhusu tu kiangazi kiwe ili ya kutengenezea mapito katika jina la Yesu. There is a way God is making a way in your life, in your family, in your spiritual affairs, in your finances. Kuna mahali Mungu anatengeneza njia katika jina la Yesu. Labda unashindwa, jamani mchungaji unasema nini? Na vile nimepitia mambo machungu. Labda nyumba yangu inafungwa. Labda watu wamenisonga sana. Kazi ilikwisha. Nilikuwa na deni hata kabla kazi iishe. Nashindwa nitalipa na nini? Nashindwa nitaanza kazi wapi tena? Maana kazi kwetu ilizorota. Nikwambie siku ya leo, Mungu ni mwaminifu sana. Mungu hajazeeka, bado ni yule. There is the same God ambayo tunamtumikia. Miaka iliyopita Mungu alijua kwamba corona itakuja. Mungu alijua kwamba baada ya corona tutakuweko na tutamsifu, tutaongezeka, tutakuwa na afya katika jina la Yesu. Nakutakia afya, nakutakia baraka za Mungu, nakutakia kibali, nakutakia mbingu likufungukie katika jina la Yesu. Mahali ambapo Yusufu alienda kuandalia mapito, naomba ya kwamba siku ya leo Mungu akupe mapito katika jina la Yesu. Au usimungunike tena, usilalamike tena katika jina la Yesu. Usiimbe wimbo ambao watu wanauimba kila wakati ya kwamba there is no tomorrow, there is no future, ya kwamba hatujui tutafanya nini. Lakini Mungu anafanya jambo ili turejeshwe kwake katika jina la Yesu, ili kanisa irejeshwe, ili familia irejeshwe katika jina la Yesu. We are not among the losers. Sisi sio baadhi ambao wanapoteza, baadhi ambao wanaangamia, na hatutaangamia katika jina la Yesu. Na Mungu anasahau yote ambayo tuliyatenda. Wakati mwingine kwa sababu ya kusongwa na mambo, tunafanya vituko na vituko. Ndugu zake Yusufu walifanya vituko sana. Wakamuuza, wakarungo zake, wakapaka damu, wakafanya nini? Vituko vingine tunafanya kwa maisha. Yusufu alipokumbuka hivyo, at times the grace of God is so sufficient.
Wakati Mungu anakuja kukutendea, hakumbuki yale yote uliyoyatenda, lakini anafungua ukurasa mpya. Na ni ombi langu ya kwamba siku ya leo Mungu atafungua ukurasa mpya katika maisha yako katika jina la Yesu. Kuna kitu ulitenda katika ndoa yako, hata sasa unasikia ni kana kwamba bado ni kinonda. Mungu akija anafungua ukurasa mpya katika jina la Yesu. Kuna kitu ilifanyika katika kazini mwako na unasikia kana kwamba hata siku ya leo ni kana kwamba ni kinonda bado. Yusufu alipoangalia hivyo, alienda kuomba Mungu amsaidie yote, akawasamehe, na Mungu akaanza ukurasa mpya na maisha yakafunguka upya katika jina la Yesu. And it's my prayer today ya kwamba Mungu atafungua ukurasa mpya katika maisha yako kwa jina la Yesu. Sijui utapokea ujumbe kwa simu siku ngapi, sijui ujumbe huu utapokea mara ngapi, lakini nikwambie hivi, kuna wakati Mungu anafungua ukurasa mpya, yote anasahau wakati ameweka kikombe chake. Wakati mwingine, ndio maana nilikwambia kikombe tu sio kikombe tu unapendeza tu. Vikombe zingine inaonekana ni kubwa kubwa, ukiekewa asali unasikia mzuri sana, lakini ukiekewa pilipili kwa kikombe, hata kama ni kubwa namna gani hautatamani. Ukiekewa uji kwa ile kikombe kidogo ya kahawa, kama watu wamenidharau hawa, hata sitasikia imeenda wapi. Lakini Mungu ni mwaminifu sana, kikombe chake tutaweza kukinywea katika jina la Yesu. Mungu akupe neema kubwa sana katika jina la Yesu. Na wakati walirejeshewa fedha na wakawekewa kikombe, wakawekewa chakula. And it's my prayer today, ile mambo umepitia, God is going to pay back katika jina la Yesu. Mungu si mla haramu. Zile siku umekaa nyumbani, ile madawa umetumia, Mungu si mla haramu, na hii yote anahesabu. In your bag, katika gunia lako atajaza. Walijaziwa vile mtu alivyoweza kubeba. Mungu anakujazia kwa jina la Yesu. Mungu anakujazia furaha, Mungu anakujazia amani, Mungu anakujazia afya njema, Mungu anakujazia baraka ya kile ambacho ungehitaji katika jina la Yesu. Walijaziwa, hata fedha zao wakarudishiwa. Wakati walirudishwa kwa sababu ya kikombe, walipata kila kitu. After all this, baada ya dhiki, baada ya giza kubwa, Mungu anatenda kitu katika jina la Yesu. Hii giza itakwisha. Giza inaitwa corona ama nini nyingine, sijui nini itakuja baada ya corona, lakini there is still a God, and a God who is faithful. Na Mungu apende kwenye maisha yako na kubadilishia maisha katika jina la Yesu. Ninafurahia Mungu huyu, maana ninajua anatenda jambo katika maisha yako. And I know we shall sing a song of praise. Tutaimba wimbo wa ushindi pamoja katika jina la Yesu. Nataka nikomee hapo na niombe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Maana ninaamini ya kwamba kuna Mungu ambaye anatenda katika jina la Yesu. Hata kama kuna mambo ambayo yanatufanya tuwe na shaka, lakini kuna Mungu ambaye anatenda katika jina la Yesu. Na Mungu ni mwaminifu sana. Napenda kuomba pamoja na wewe mahali popote ulipo, hata kama uko njiani, hata kama uko nyumbani, mahali popote unapokea huu ujumbe, just believe together with me katika jina la Yesu. Na tuombe, maana Mungu wetu ni mwaminifu na anatenda na anapenya. Hakuna mahali Mungu hapenyi katika jina la Yesu. Let's believe together na tuombe kwa jina la Yesu. Baba, napenda kukushukuru sana kwa sababu ya mtazamaji mahali popote alipo kwa jina la Yesu. Asante maana umenena ujumbe huu kuhusu na kikombe. Wakati mwingine tunanywea vikombe ambavyo vina uchungu sana, vina machozi, vina dhiki, ambavyo Bwana vina mambo mengi sana ambayo wengine hatuwezi. Tunafika mwisho tushinde tunafanya nini? Kama ndugu ya Yusufu, wakati mwingine tunararua mavazi yetu kwa sababu ya uchungu. Baba, naomba siku ya leo katika kikombe ambayo tunanywea, Bwana uturejeshe katika baraka zetu katika jina la Yesu. Na kwa sababu ni mwaminifu, mahali popote Bwana tunapitia shida na ugumu wa maisha, Bwana katika afya, katika kifedha, katika kikazi, katika ndoa zetu, hata kwa watoto, naomba siku ya leo kwa jina la Yesu, na naye mtazama mahali popote alipo, haja hizi na haja hizi Mfalme, na zinua mbele zako kwa jina la Yesu. Kutana na haja zake, mbadilishie maisha, mpe ukurasa mpya wa maisha katika jina la Yesu. Ndugu za Yusufu walifikiria amekwisha na mambo yake yamekwisha. Bwana, naomba mambo ambayo tulifikiria kwamba haipo tena, ukayainue katika jina la Yesu, na iliwe baraka kwetu, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Yakobo alifikiria kwamba kijana wake ameaga na amekufa, lakini alikuwa ameenda kutayarisha mapito. Bwana, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu mahali popote alipo, ninatazama yule ambaye alimwandalia mapito, wapatane katika jina la Yesu. Fungua njia za kazi, fungua njia za biashara, fungua njia za ndoa hii na amani, fungua njia za watoto hawa katika jina la Yesu. Naomba jibu kwa kila ombi katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwaminifu
na utatutendea kwa ujumla msimu huu wa kunywea kikombe hiki, na baadaye utaturejesha katika utele na baraka. Maana kama Bwana ambavyo mfalme alisema warejeshwe kule Misri, maana kuna utele na baraka zao. Bwana, turejeshe katika baraka zetu, na nina baraka katika jina la Yesu. Ni asante Bwana, maana utatubariki kwa ujumla na utatutendea mema sasa na wakati ujao. Kwa jina la Yesu tuomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana, tunakupenda, tunaendelea kuombeana katika jina la Yesu. Continue following us and subscribe also. We love you in Jesus' name. Be blessed. Kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Uko na kile minadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. He's an awesome God. Amenipa such an